Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutukutanisha siku ya leo, lakini kipekee ni kushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuungana nasi katika tukio la siku ya mwisho ya mashindano haya katika tukio la fainali ya mashindano ya Muungano Cup. Kwa niaba ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, tunaleta shukurani za dhati katika ofisi yako ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kwanza kwa kuleta timu kwa ajili ya kuja kushiriki, lakini la pili kwa ajili ya kuunga mkono mashindano haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira ni kuhakikisha tunaendeleza kuhudumisha muungano wetu pamoja na kutoa elimu juu ya umuhimu wa muungano wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kupitia mashindano haya ambayo yanajumuisha timu kutoka Tanzania bara na timu kutoka Zanzibar, inaendelea kuakisi dhana ile ile ya kuimarisha muungano wetu. Muungano oye! Muungano oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, nisichukue muda wako mkubwa, lakini nataka nikuhakikishie dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha michezo yote wanakwenda kuimarisha. Ndio maana kazi kubwa ambayo inafanyika na Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kuboresha miundombinu katika sekta ya michezo anaendelea kuifanya kila kukicha. Kwa sasa kumeendelea na ujenzi wa viwanja hivi vya wilaya na mikoa ambavyo ndani yake kuna viwanja mbalimbali vya netball, vya volleyball, handball ambavyo vinakwenda kutumika katika maeneo yetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nikukaribishe ili uongee na hadhara hii na baadaye tuendelee na ratiba ya fainali. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu. Nianze kuchukua fursa hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia leo tumekutana hapa tukiwa wazima na wenye afya katika siku hii nzuri na muhimu sana ya ufungaji rasmi wa mashindano yetu ya ligi ya mpira wa pete Kombe la Muungano mwaka 2026. Na nashukuru waandaaji kwa kunipa heshima mimi leo ya kuja kuwa mgeni rasmi katika siku hii ya leo. Ndugu washiriki, leo tumekutana hapa kufunga mashindano haya ambayo yamehusisha viongozi na klabu mbalimbali za pande zote mbili. Tunapofunga mashindano haya leo, tunatimiza miaka 62 tokea kuasisiwa kwa muungano huu uliotokana na fikra za asisi wa mataifa hili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Katika kipindi hicho ambacho tumeungana miaka 62 leo, tumeshuhudia mafanikio mengi. Tumeshuhudia kama nilivyoeleza, kuongezeka kwa mshikamano na upendo, lakini kubwa zaidi kuimarika kwa amani ya nchi yetu. Hivyo niendelee kutoa wito kwa vyama vya michezo Chaneza na Chaneta, lakini hususan vyama vya michezo vingine kuiga nyayo za Chaneta na Chaneza, ambapo umeonyesha kudumisha mashindano haya ya muungano kwa mafanikio makubwa. Kwa ni dhahiri kabisa michezo inadumisha umoja na udugu wetu. Hivyo niendelee kutoa wito kwa vyama vyote ambavyo bado havijaanza kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais la kuanzisha mashindano ya muungano kuanza kufanya hivyo mara moja. Ndugu washiriki,
Mpira wa pete sio burudani pekee, bali ni nyenzo ya kujenga heshima taifa letu kupitia ligi ya Muungano. Vipaji huibuliwa, mshikamano huimarishwa, na bendera ya Tanzania hupeperushwa kwa fahari kubwa ndani na nje ya mipaka yetu. Pamoja na mafanikio hayo, lakini bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa udhamini wa kutosha katika mashindano haya. Kweli sio kweli jamani? Katika ligi nyingine vile vile. Hili ni eneo ambalo tuliangalizia kwa makini, na natumia fursa hii kuyataka makampuni na taasisi binafsi na wadau wote wa maendeleo kuunga mkono michezo kwa dhati. Tuunge mkono timu zetu kuanzia ngazi ya klabu hadi timu za taifa kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume. Ndugu washiriki, maendeleo haya yamewekwa chachu na ushirikiano kati ya serikali zetu mbili na wizara zetu husika. Vyama vya michezo ambavyo vinasimamia michezo mbalimbali, nisipongeze tena vyama hivi pamoja na viongozi wao kwa kuhakikisha wanasimamia maendeleo ya michezo nchini. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru wadhamini wetu ambao wamekuwa wakiunga mkono jitihada za serikali kwa hali na mali, na washiriki wote, wadau wote, waandishi wa habari, virabu, marefarii, kwa kuja hapa leo kiwanjani. Bana, shughuli ni watu na watu wenyewe ndio nyinyi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu fupi, niendelee kuhakikisha tunadumisha na kuimarisha michezo, ikiwa ni moja ya njia ya kuendeleza kuimarisha muungano wetu ambao ni muungano wa kipekee na muungano muhimu barani Afrika. Mwisho kabisa, naomba kuwashukuru na kuwapongeza nyinyi wote kwa mara nyingine tena kwa kutenga muda wenu kuja kushirikiana na sisi leo hapa. Napongeza timu zote zilizoshiriki, nyote ni washindi, na kwa kweli timu zote imependeza kweli kweli. Naamini kabisa watu wana hamu kuona burudani na sio kusikiliza hotuba refu. Hata mimi mwenyewe na hamu kuangalia burudani safi leo ya fainali, nikitarajia kwamba fainali yetu kama ambavyo mechi nyingine zilichezwa itaweza kuendeshwa, kusimamiwa kwa misingi ya haki na nidhamu ya hali ya juu.